Ngulumbi. Karibu sana tuweze kufuatilia. Ninakushukuru sana Khalid Gangana kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam, na mtazamaji na ukaribisha sana katika matangazo haya mubashara ambayo yakikujia kutoka katika kiwanja cha Ilulu mkoa wa Lindi. Ni ufunguzi wa maadhimisho ya siku ya misitu duniani pamoja na kampeni ya upandaji wa miti kitaifa. Mgeni rasmi hapa ni Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, na tayari amewasili katika kiwanja hiki na tayari akiwa anapita katika baadhi ya mabanda kukagua huku angalia shughuli ambazo zinaendelea hapo. Na kauli mbiu katika ufunguzi wa maadhimisho haya siku ya misitu duniani kwa mwaka huu ni misitu na uchumi endelevu, hifadhi kwa maendeleo ya taifa. Mkoa wa Lindi unapatikana kusini mwa Tanzania, ukiwa ni miongoni mwa ile mikoa mashuhuri ambayo inaongoza kwa uhifadhi pamoja na utunzaji wa mazingira kutokana na kuwa na eneo kubwa ambalo lina misitu ile asili, lakini pia misitu ile ya kupanda ambayo uhifadhi unaendelea kufanyika huko hapo. Mimi ni Violet Maruko, lakini sitakuwa peke yangu, niko pamoja na Martina Ngulumbi. Martina, habari ya wewe? Nzuri, habari yako Violet? Salama kabisa. Napozungumza na Martina kama naweza kusema kwamba ndiye mwenyeji wangu kwa sababu ni mzoefu na anafahamu vizuri zaidi kuhusu mkoa wa Lindi kwa sababu mara nyingi anakuwa shughuli zake zinafanyika huko. Martina, baba tuanze kwa kuliangazia hili la ufunguzi wa maadhimisho ya siku ya misitu duniani pamoja na kampeni ya upandaji wa miti kitaifa. Shughuli hazijaanza leo. Kuna shughuli za upandaji miti ambazo tayari zimefanyika kwa siku za nyuma. Toka siku ya Ijumaa ilikuwa tarehe 13 ile, tumeshuhudia katika maeneo mbalimbali zikifanyika shughuli za upandaji wa miti, lakini pia kulikuwa kuna mdahalo hapa wadau wa misitu, lakini pia wananchi wakijadili kuhusiana na swala zima la uhifadhi na utunzaji wa misitu. Tupitishe kidogo katika ambao yalijiri au ambayo yanapatikana katika mkoa huu wa Lindi. Asante Violet. Kama ulivyosema, mkoa wa Lindi unapatikana kusini mwa Tanzania na mimi nimekaa huko kusini kwa muda mrefu kidogo. Na tukienda katika huu mkoa wa Lindi ambapo maadhimisho haya yanafanyika hapa kitaifa, ni kwamba mkoa wa Lindi una jumla ya kilomita za mraba 67,855.32 sawa na hekta 6,785,532, ambazo kati ya hizo hekta 5,238,431 sawa na 77.2% ya eneo la mkoa mzima wa Lindi limefunikwa na uoto wa asili ambao ni misitu na mapori. Na mkoa huu wa Lindi una misitu ya hifadhi isiyopungua hekta 1,158,772.96 inayohifadhiwa na kusimamiwa kisheria. Na miongoni mwa misitu ambayo inapatikana katika mkoa huu wa Lindi kuna hifadhi za taifa ambayo ina jumla ya hekta 370,504. Misitu ya halmashauri iko hekta 86,827.70 na misitu ya hifadhi ya vijiji isiyopungua hekta 530,364. Misitu ya aina ya mikoko ambayo iko katika mwambao wa bahari ya Hindi yenye ukubwa wa hekta 44,038, ambayo hiyo kwa wingi zaidi inapatikana katika wilaya ya Kilwa, ambapo kati ya hiyo 1044 wilaya ya Kilwa pekee utakuta kuna mikoko 36,737 na Lindi yenyewe ina 7,301, pamoja na misitu ya kupandwa ambayo inachukua ukubwa wa zaidi ya hekta 3,000. Hifadhi za misitu ya asili ya Rondo ambayo wenyewe una hekta 11,742.26 na msitu wa asili wa Pindiro huu wenyewe pia una hekta 11,700
95. Na katika halmashauri zote, na kama tunavyofahamu kwamba maadhimisho haya walianza kwa kupanda miti katika halmashauri zote za mkoa wa Lindi. Na mtazamaji wa TBC1, kama unavyoona hapo ni makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye yuko katika uwanja huu wa Ilulu katika maadhimisho haya akikagua mabanda hapo kama anavyoonekana. Ndivyo hivyo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akipata maelezo kutoka kwa wamiliki wa mabanda mbalimbali ambayo wapo hapa katika uwanja wa Ilulu uliopo manispaa ya Lindi katika ufunguzi wa maadhimisho ya siku ya kupanda miti duniani. Na mtazamaji, tu kwa faida ndogo tu, tunaposema kwamba kupanda miti duniani ina maana gani? Tukumbuke kwamba mwaka 2012 azimio la Umoja wa Mataifa lilifanyika na iliamuliwa kwamba kila ifikapo Machi 21 iwe inaadhimishwa siku ya kupanda miti, ikiwa na lengo kubwa kabisa la kuhamasisha utunzaji, uhifadhi wa misitu pamoja na mazingira kwa ujumla, lakini pia kuongeza uelewa kwa wananchi. Na kwa Tanzania tu tukumbuke kwamba maadhimisho haya ya kupandaji wa misitu tulianza mwaka 2022 kule katika wilaya ya Magu mkoa wa Mwanza, lakini pia mwaka 2023 maadhimisho hayo yalikuwa hayajafanyika, lakini yalikuja kufanyika mwaka 2024 katika mkoa wa Kilimanjaro, lakini pia mwaka 2025 maadhimisho haya yalifanyika katika mkoa wa Njombe, na kwa mwaka huu 2026 tuko katika mkoa wa Lindi, viwanja vya Ilulu vilivyopo manispaa ya Lindi. Na niko na mwenzangu Violet Mbaluku. Violet, karibu. Asante sana Martina Ngulumbe na kushukuru, lakini ni kukumbushe tu mtazamaji, kabla ya makamu wa rais kuwasili katika kiwanja hiki cha Ilulu, amefanya zoezi la upandaji wa miti katika hospitali ya rufaa katika mkoa huu wa Lindi, na hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba zile juhudi za utunzaji pamoja na uhifadhi wa mazingira zinafanyika kikamilifu au zinafanyika ipasavyo. Na Tanzania ukitaja hata kwa ulimwengu kwa ujumla ni miongoni mwa nchi vinara ambazo zimesimama kidete katika kuhakikisha swala hili la utunzaji pamoja na uhifadhi wa mazingira linafanyika kikamilifu, kwa sababu ni dhahiri shahiri kwamba ulimwengu bado unatafuta suluhu ya kudumu na namna sahihi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo hasa yamekuwa yakisababishwa na shughuli za kibinadamu. Shughuli za kibinadamu ikiwemo ukataji wa miti ambao umekuwa ukifanyika sehemu zile za mashamba, lakini uvunaji wa mbao pamoja na shughuli nyingine nyingi muhimu. Na ndio maana hata mada kubwa au kikubwa kinachozungumzwa katika hii siku ya misitu kwa mwaka 2026 ni misitu pamoja na uchumi, kwamba misitu inaonekana kuwa na tija kubwa sana katika swala zima la uchumi, lakini ni kwa namna gani inaweza kuwa na tija kwa wananchi. Na makamu wa rais bado anaendelea kupokea maelekezo kutoka katika moja ya banda lililopo katika kiwanja hiki cha Ilulu na kuona namna gani shughuli ambazo wamekuwa wakizifanya, lakini pia tija yao au namna ambavyo wamekuwa wakitoa elimu na utunzaji wa mazingira. Misitu imekuwa na fursa tofauti, lakini pia nikukumbushe kwamba hapo jana hapa mkoani Lindi lilifanyika jukwaa la biashara kwa biashara, yani B2B. Ni jukwaa ambalo lilikuwa na mdahalo ambao walikutana walikuwepo wananchi, lakini pia wadau wa mazingira wakijadili na kuangalia namna gani sahihi au namna gani rahisi ya kuendelea kutumia mazingira au kutumia misitu katika kukuza uchumi, wakati huo wakiwa hawaharibu mazingira au hawasababishi madhara kwa viumbe hai, kwa sababu uharibifu wa mazingira umekuwa na matokeo hasi kwa viumbe hai ambao kisababisha ukame. Wakati mwingine mvua zikija, zinakuja mvua zile za kuzidi ambazo zinakuwa zinahatarisha maisha ya viumbe hai. Na hapo jana mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telak katika shughuli ambayo ilifanyika hapa mkoani alizungumza na kusema kuwa
wamelenga zaidi katika kusawazisha maendeleo ya kiuchumi na uhifadhi wa mazingira. Misitu inaweza kuchochea uchumi bila kuharibiwa. Ni kwamba inaweza kutumika na wakati huo huo isiharibiwe. Kwa maana gani? Ziko sababu za kitaalamu au ziko juhudi za kitaalamu ambazo zinaweza kutolewa na kuelekeza namna sahihi ya kutumia misitu, na kwa wakati huo huo ikaendelea kuleta tija. Makamu wa Rais tayari amefika katika eneo jingine au banda jingine ambako bado anaendelea kusikiliza maelezo kutoka kwa hawa wamiliki wa mabanda haya, kwa sababu ziko taasisi tofauti wakiwa wameweka kambi hapa kwa muda sasa, siku kadhaa, kwa sababu shughuli tofauti zilikuwa zikiendelea kama namna ambavyo nimekujulisha kabla ya kufika hii siku ya leo, ambao ndio unafanyika uzinduzi ambao utaenda mpaka ile tarehe 21 ambayo ndio siku yenyewe sasa, siku ya misitu duniani, siku ambayo iliasisiwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 2012 na kutangazwa rasmi sasa kuwa ndio siku ya misitu, ambayo ina lengo kubwa la kutoa elimu kwa jamii juu ya namna sahihi ya utunzaji wa misitu, lakini na uhifadhi, kufanya maisha kuwa endelevu. Ziko sera, kanuni, sheria pamoja na taratibu nchini Tanzania ambazo zimekuwa ni mwongozo muhimu na adhimu ambazo zinaongoza wa Tanzania kuhakikisha kwamba unapotumia misitu nafanya kwa kuendeleza uchumi, lakini wakati unatumia misitu hiyo usiharibu au usiondoe ule uendelevu wa maisha, kwamba misitu iendelee kuwepo, itumike kuinua uchumi, lakini isiharibu maisha ya viumbe hai. Nikukumbusha kwamba mtazamaji, misitu nchini Tanzania inachangia takriban 3% ya pato la taifa, lakini misitu ni chanzo kikuu cha nishati, dawa, lakini ni nyenzo muhimu pia katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kama nilivyokujuza kwamba ulimwengu bado unatafuta suluhu na namna sahihi ya kuendelea kuitunza na kuihifadhi hii misitu ambayo imekuwa ni tunu muhimu zaidi. Yako mengi ya kuzungumza kuhusiana na misitu, kwa sababu kwenye misitu kuna mazao mengi sana yanayotokana na misitu, achilia mbali asali inayotokana na wale nyuki, lakini pia ukija kwenye misitu ndiko tunapata hifadhi au mbuga za wanyama ambazo zimekuwa ni kivutio kikubwa, zikichangia katika kukua kwa utalii nchini Tanzania. Unapozitaja nchi vinara au ambazo zinaongoza kwa kufanya vizuri kwenye sekta ya utalii, huwezi kuacha kulitaja taifa la Tanzania. Basi sisi tuko hapa kukujuza kinagaubaga kutoka katika kiwanja hiki cha Ilulu, Manispaa ya Lindi, mkoani Lindi, ili ufahamu zaidi ambayo yataendelea kujiri hapa. Martina Ngulumbi, umekuwa kimya kwa muda. Mkaribu bwana, wewe ni mkazi huku wa kusini Mtwara, na Lindi sio mbali sana, ni kilomita kadhaa tu. Najua mara nyingi unakuwa Mtwara, lakini pia unapata nafasi ya kuja kutembelea na kufahamu Lindi. Mkoa wa Lindi unapatikana pia katika mwambao wa bahari ya Hindi, huku utakutana na mikoko pamoja na ile miti mingine ambayo inasaidia pia hata katika wakati inapotokea dhoruba kule baharini. Kija huku ikakutana na mikoko, basi ule mmomonyoko wa udongo kwa ukanda huu wa pwani unakuwa sio sana, kwa sababu dhoruba itakuja inakutana na mikoko hapo. Hebu tuambie uzoefu wa maisha ya mikoa hii iliyoko pembezoni au katika ukanda wa bahari ya Lindi. Asante Violet. Na uzoefu ni kwamba katika mkoa huu wa Lindi wananchi wamekuwa wakijitahidi sana kuhifadhi misitu ili kuhakikisha uoto wa asili unakuwa hautoweki, na ndio maana hata ukimsikiliza afisa wa TFS alisema kwamba wameleta maadhimisho haya katika mkoa wa Lindi kwa sababu ni miongoni mwa mikoa ambayo inafanya vizuri katika uhifadhi wa misitu, lakini pia uoto wa asili. Kwa hiyo wamekuja kuwatia moyo kwamba waendelee na hiyo kazi ya kutunza misitu, kuhifadhi, kwa kuwa kama tunavyofahamu kwamba misitu kwa sasa ni uchumi endelevu. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Na katika mkoa huu wa Lindi, na hii kampeni ya upandaji miti ni kampeni ya kitaifa ambayo ilianzishwa na serikali ya Tanzania mnamo mwaka 1970. Hii kampeni ya upandaji wa miti yenye lengo la kurejesha uoto wa asili katika maeneo yaliyoharibika na shughuli za kibinadamu.
Na mtazamaji wa TBC1 hapo, kama unapoona ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa pamoja na viongozi mbalimbali, anaendelea kupita katika mabanda mbalimbali ambayo yapo hapa katika maadhimisho katika viwanja vya Ilulu Manispaa ya Lindi, kupata maelezo mbalimbali kuhusiana na swala zima la misitu. Kama unavyoona hapo, na hao ni wananchi wametoka katika maeneo mbalimbali ya mkoa huu wa Lindi kwa ajili ya kuja rasmi katika siku hii muhimu. Ni siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na wananchi wa hapa mkoa wa Lindi. Na tayari hapo makamu wa rais tunamuona amemaliza kukagua mabanda mbalimbali yaliyokuwepo hapa katika uwanja wa Ilulu, na yuko hapo na mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telaki. Sasa wanaelekea katika jukwaa kuu, jukwaa ambalo limeandaliwa mahususi kwa ajili ya viongozi mbalimbali wakiongozwa na mgeni rasmi ambaye ni makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Namna hiyo hapo anasogea taratibu katika jukwaa, na kama unavyoona hali ya hewa kidogo leo Lindi tumeamka na mvua. Ukiangalia hapo chini utaona kuna maji pamoja na matope, lakini kama inavyofahamika huu ni msimu wa mvua. Kwa hivyo mvua leo tumeamka nayo ni jambo la neema, kwa sababu pia linawezesha wakulima kuweza kupanda mazao mbalimbali, lakini pia kwa sababu tuko katika shughuli zima ya upandaji wa miti inakuwa ni neema zaidi, kwa sababu miti na yenyewe inapata maji na itaweza kuota na kushamili vizuri. Sakdata kabisa Martina. TBC tuna kampeni yetu ile ya kazi au zile stories za kazi. Unaweza kumwona makamu wa rais akiwa ametokelezea katika muonekano wa kazi. Amepiga buti chini akionyesha kwamba yuko tayari kwa kazi. Tayari amepanda mti katika hospitali ya rufaa hapa Lindi. Na sasa yuko tayari kabisa katika maadhimisho haya ya kufungua hiyo siku ya misitu. Twende sambamba mtazamaji, ili tufahamu ambacho kinajiri kwa sasa.
Makofi mengi sana. Asante TFS Band. Tupige makofi mabibi na bwana, na naomba nikaribishe kwa heshima meza kuu tuweze kuketi. Ndugu wananchi, nanyi pia muweze kuketi, tuanze shughuli yetu hii mchana huu. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana iwe nanyi. Nawakaribisha nyote katika hafla hii, sherehe zetu hizi na maadhimisho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuanze na dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini na kukaribisha mwenyekiti wa Baraza la Amani mkoa wa Lindi, Canon Reverend Carlos Rafael Marcos. Karibu sana. Amen. Tuombe. Mungu Baba, muumbaji wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na kwa pendo lako kuu ulituumba wanadamu, mwanamke na mwanamume, na kuwakabidhi dunia ulioiumba kwa mikono yako ili waitimilize agizo lako la kutunza mali asili, mali hai, na kuilima ardhi iliyo kubwa na pana katika dunia hii. Baba Mungu, tunakutukuza kwa kutupatia nchi nzuri Tanzania iliyojaa maliasili nyingi na misitu, wanyama na mimea, na kila aina ya ardhi yenye rutuba ya kutosha na madini mengi yaliyo katika nchi yetu, pasipo kusahau gesi asili katika nchi yetu pia. Tunakutukuza kwa vile ulivyo mwema na mkarimu kwetu, kwa kutupatia viongozi wa nchi yetu uliowapa kuwa wasimamizi wa maliasili hizi, hasa rais wetu Samia Suluhu Hassan, makamu wake Balozi Daktari Emmanuel John Mchimbi, Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, Waziri wa Wizara ya Maliasili nchini mwetu, na viongozi wa taasisi zilizokabidhiwa kulinda maliasili zetu nchini, wape uaminifu wa kutosha na kujitoa kwa kazi hii njema. Tunakuomba Baba mwema, utujalie sote kwa umoja wetu hapa nchini kuthamini, kutunza na kulinda rasilimali zetu kwa moyo na kwa matashi mema. Ndiyo maana tuna haja ya kuienzi na kuisimamia kauli hii mbiu, misitu ni uchumi endelevu, tuihifadhi kwa maendeleo ya taifa letu. Tukirejelea msemo wa baba wa taifa letu, ili tuendelee tunahitaji mambo makubwa manne: watu, ardhi, siasa safi na utawala bora. Tunakuomba utujalie baraka na amani na utulivu na mshikamano mwema kwa watu wote nchini mwetu. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Naomba nikukaribishe ndugu Mohamed Said Mshangani, Sheikh wa mkoa. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Mola wetu mtukufu, tuko hapa kukuomba wewe Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndio aliyeanza kabisa kumuumba mwanadamu na ukamkabidhi mambo kadhaa ayashughulikie, na alhamdulillah mwanadamu anaweza, kwa sababu amana hizo walipewa viumbe waliotangulia, lakini waliogopa wakasema hatuwezi. Mwanadamu akasema ukinipa mimi inshallah nitayaongoza. Mwenyezi Mungu, wewe mfalme mtakatifu, Malikul Quddus, Assalamu almu'min, mfalme mtakatifu, na wewe ndio mtoaji amani, na wewe ndio unayetoa utulivu. Mwenyezi Mungu, tujalie nchi yetu ya Tanzania yenye ardhi mwanana, ina vitu kadhaa, mito imejaa, misitu ipo,
na viumbe vilivyoviumba vinafanya kazi ambavyo dhahiri yake hatuwaoni kwamba wana chombo wanachotembeza. Mfano nyuki, nyuki anatengeneza asali, lakini hatuoni matilio yake jinsi anavyochukua sehemu mbalimbali. Hana mutukari ya kupakia vitu vyake wala jambo lolote, lakini viumbe hivyo vyote mwanadamu anaviendesha na anaweza kuvizalisha, na mpaka leo tumesimama katika uwanja huu Allah subhanahu wa ta'ala kukuomba wewe Mwenyezi Mungu na mbiu yetu kuona kwamba tutunze mali asili. Katika jumla ya mali asili hii misitu, na hii ni sehemu ya tihama, sehemu ya 3. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utujalie nchi yetu iwe ya utulivu na amani. Umjalie rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na jopo lake lote, ambalo uwape huruma, uwape elimu zaidi. Wewe Mwenyezi Mungu, elimu yako wakati anaposoma hawezi kuimaliza. Wewe ndo mwenye elimu kubwa, na wewe ndo mwenye amani, na wewe ndo mwenye utulivu. Allah, tunakuomba insha Allahu taala, kwa amri yako Mwenyezi Mungu, tunakukabidhi nchi yetu hii, utufanyie iendelee kuwa kisiwa cha amani. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgeni wetu rasmi, pokea makofi yetu na ukaribisho huu kwa shangwe na vigelegele tafadhali. Kwa niaba ya Wizara ya Maliasili na Utalii, Idara ya Misitu na Nyuki, karibu sana kwenye maadhimisho ya Siku ya Misitu Duniani na kampeni ya upandaji miti kitaifa katika kiwanja hiki cha Ilulu, mkoa wa Lindi, tarehe 19 Machi 2026. Kauli mbiu yetu ni misitu ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na watambua katika meza kuu Mheshimiwa Dr. Shatu Kijaji, Mheshimiwa mbunge, Waziri wa Maliasili na Utalii, naye naomba tumshangilie sana sana sana, akina mama vigelegele. Mkuu wetu wa mkoa, mwenyeji wetu ambaye ametupokea vizuri, ugeni ni mkubwa ndani ya mkoa, Mheshimiwa Zainab Telak, naomba naye tumshangilie sana vigelegele. Viongozi wa chama na serikali, wadau wa misitu, wananchi mkoa wa Lindi, wa Tanzania wote mnaotuangalia mubashara kupitia ITV na vituo washirika, wana Lindi oye! Naitwa MC Taji Liundi, nipo pamoja na MC Mwalimu Fikiri, sauti ya radi katika jukwaa la burudani. Atakaribisha vikundi vyetu ambavyo vitatuburudisha hapa mbele. Tuanze na salamu za ukaribisho na utambuzi. Mnaomba nikukaribishe Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii, unayeshughulikia masuala ya utalii, Mheshimiwa Mabula Nkoba. Karibu sana Mheshimiwa, tukusikilize. Tumejaliwa sana sisi Tanzania, ngao yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Shatu Kijaji, Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Zainab Telak, Mkuu wa Mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Timotheo Mzava, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Kaspa Mmuya, Naibu Waziri wa Ardhi, Makazi na Nyumba na Maendeleo ya Nyumba, Mheshimiwa Comrade Daudi Po Msungu, mjumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM Taifa na kaimu mwenyekiti wa CCM mkoa,
waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Lindi, viongozi mbalimbali wa serikali na chama, wadau wa sekta ya misitu na uhifadhi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Kwa heshima kubwa na kwa niaba ya Wizara ya Maliasili na Utalii, napata fursa ya kufanya utambulisho wa viongozi na wadau mbalimbali waliohudhuria tukio hili muhimu la kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naanza kwa kumtambulisha katika hadhira hii, naye si mwingine ni Mheshimiwa Daktari Ashatu Kijaji, mbunge na waziri wa Maliasili na Utalii. Mheshimiwa mgeni rasmi, namtambulisha katika hadhira hii Mheshimiwa Kaspa Mmuya, mbunge, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, namtambulisha katika hadhira hii Comrade Daudi Paul Msungu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa na kaimu mwenyekiti wa CCM mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, namtambulisha mwenyeji wetu Bi Zainab Terak, mkuu wa mkoa wa Lindi. Mheshimiwa mgeni rasmi, namtambulisha katika hadhira hii Mheshimiwa Timotheo Mzava, mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia watambue kwa umoja wao wabunge wa mkoa wa Lindi, na kwa kipekee wakiongozwa na mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete. Kwa kipekee pia naomba nimtambue mbunge mwenyeji, mbunge wa Lindi mjini, Mheshimiwa Mohamed Utali. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue pia kwa makundi kaimu katibu tawala wa mkoa wa Lindi Bi Mwinjuma Mohamed Mkungu pamoja na timu yake yote ya mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue uwepo wa kamati za ulinzi za usalama za mkoa na wilaya wote kwa umoja wao, naomba msimame. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia kwa umoja wao wasimame viongozi wa chama ngazi ya mkoa na wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia utambue uwepo wa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Lindi wakiongozwa na Mheshimiwa Victoria Mwanziva, mkuu wa wilaya ya Lindi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia utambue uwepo wa makatibu tawala wote wa wilaya pamoja na wakurugenzi wa halmashauri zote wasimame kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa wenyeviti wa halmashauri na waheshimiwa madiwani wote waliopo katika hadhira hii wakiongozwa na mstahiki meya Mheshimiwa. Kipekee naomba utambue uwepo wa mstahiki meya Mheshimiwa Twahili Mpuluji. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa machifu wa mkoa wa Lindi kwa umoja wao, naomba wasimame. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa baraza la wazee pamoja na wajumbe wake wote katika mkoa wa Lindi.
Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa viongozi wote wa dini walioko mahali hapa pamoja na wajumbe wa Baraza la Amani. Kwa umoja wao naomba msimame. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa management ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa umoja wao wakiongozwa na Kaimu Mkurugenzi wa Misitu na Nyuki Bwana Daniel Pancras. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia utambue uwepo wa wakuu wa taasisi zote zilizopo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii wakiongozwa na Bi Zainab Bungwa, Kaimu Kamishna wa Uhifadhi, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia utambue uwepo wa Profesa Jumanne Magembe, Mwenyekiti wa Kamati ya Kitaifa ya Ushauri wa Misitu NAFAC. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia utambue uwepo wa wakuu wa kanda za TFS, Wakala wa Huduma za Misitu, Kanda ya Kusini, Mashariki, Kati na Kanda ya Ziwa, pamoja na maafisa wa hifadhi wote wa kanda hizo waliopo katika mahali hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia utambue uwepo wa kipekee wa wadau wetu wa miradi ya maendeleo ikiwemo program ya usimamizi endelevu wa mazingira na kilimo na misitu FOLU pamoja na program ya usimamizi endelevu wa ardhi na misitu kwa maana ya FOLAND. Wadau hao wote kwa pamoja naomba wasimame. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tambue pia uwepo wa wadau wengine wote wa maendeleo lakini pia wa sekta binafsi na washirika wa hifadhi ambao baadhi yao wamepata fursa ya kuwaona kupitia mabanda ya maonyesho yaliyopo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia utambue uwepo wa wananchi wa mkoa wa Lindi ambao wako katika mahali hapa ambao ni washirika wakuu wa utekelezaji wa kampeni hii ya upandaji miti lakini pia katika kuadhimisha siku ya misitu duniani. Mheshimiwa mgeni rasmi, na huo ndio mwisho wa utambulisho wa wageni waliobahatika kufika katika hadhira hii, lakini mwisho lakini si kwa muhimu, naitwa Nkoba Mabula, ni naibu katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Tumpigie makofi naibu katibu mkuu. Asante sana kwa utambulisho na ukaribisho huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi, na wakaribisha katika jukwaa la burudani. MC Fikiri, tukaribishe rasmi mkoani tafadhali. Asante, naenda kuwakaribisha hapa Mheshimiwa mgeni rasmi kwa burudani moja ya ngoma ya asili ya mkoa wa Lindi. Ngoma inaitwa Msolopa. Hii ni ngoma yenye asili ya mkoa wa Lindi. Naomba vijana wa Amani kutoka halmashauri ya Mtama, karibuni sana kwa ajili ya burudani hii ya ngoma. Okay, sasa. Asante. Amani, karibuni sana. Hodi uwanjani jamaa, hodi uwanjani jamaa, mbele yenu ni kikundi. Utamaduni wetu. Hodi uwanjani jamaa, hodi uwanjani jamaa, mbele yenu ni kikundi. Utamaduni wetu. Wetu nganda ngoma jasi tunganda ngoma jasi jasi baba tunganda ngoma jasi shonde we karibu makamo wetu we wa raisi wa Tanzania Emmanuel Mchembe, sisi twakukaribisha Wanalindi kwa furaha tumekupokea. Tuwapongeze
Baba, don't go my daddy today. Amo mapitilende, amo mapitilende, Tami amo mapitilende, Chimbi mapitilende, amo mapitilende, amo mapitilende, Elaki mapitilende. Asante sana. Naomba tuwapigie makofi mengi. Hiyo ilikuwa ni ngoma ya ukaribisho. Wakati huo walikuwa na dakika hizo 3. Barobaro kwa dakika 3 anamalizia hivi punde, alafu tunaendelea. Barobaro, karibu sana. Ase Wanalindi oye! Ase Manuva, we kama unampenda mama yako piga kelele kidogo. We kama unampenda baba Mchimbi piga kelele kidogo. Nisijasikia twende kofi moja kwa mama yake. Haya makofi mawili kwa kazi Walindi, makofi matatu kama unajikubali. Piga makofi mengi jamani, mumeweza sana. Hebu kamata kwanza, kamata paka mwisho. Lindi sio kama ninavyojua mimi na Penepa Pamui. Nyosha mkono wako hivi kwanza tumpungie mheshimiwa. Nyosha mkono wako hivi kwanza. Alafu msiogope, mje tucheze huko, haya maji ni ya kwetu. Njoni huku jamani. Piga kelele. Haya walete Manuva, walete. Njoni wa mama Walindi. Njoni, 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 njoni. Njoni tumpokee baba yetu. Wanakuja. Haya mama walete. Walete Wamwela, walete. Walete Wayao, wale. Waje, 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 waje. Hebu kamata kwanza Manuva. Kamata. Hatuwezi kumpokea mgeni rasmi jamani. Uje huku unaogopa nini? Hakuna jua, kuna mvua. Walete waje. Walete waje. Usiogope matope. Haya mama waleta mama. Waleta mama. Waleta mama. Walete Wanalindi, waleta mama. Wanakuja. Manuva. We kama unampenda mama Samia piga kelele kidogo. We kama unaipenda Lindi yako piga kelele kidogo. We kama unampenda baba Mchimbi piga kelele kidogo. Misijasikia twende kofi moja kwa mama yake.
Haya makofi mawili kwa kazi Walindi, makofi matatu kama unajikubali, piga makofi mengi kama unatunza misitu. Nyosha mkono kwa upendo, nyosha mkono kwa mheshimiwa. Nipe kinanda hicho manuva. Wea ni mama mengi amevumilia, yani mama nguzo kwenye dunia, yani mama nikikumbuka nalia. Aliyempa mimba amemkimbia, kwa tabu sana akavumilia. Mungu si Asumani, mama kajifungua. Mikono yake ilikuwa bembea, kifua chake kilikuwa kitanda, na nguo zake zilikuwa zako, maziwa yake alikuwa chakula chako. Eti leo unamdharau mama, leo umeiona dunia unamdharau mama. We kama unampenda mama yako piga kelele kidogo. Hebu kamata kwanza manuva. Jamani, kama unampenda mama njoo huku. Mimi nataka tu kwanza mgeni rasmi awaone Wanalindi. Sisi ni wa upendo. Piga kelele. Haya mama, nyosha bendera, nyosha bendera, nyosha bendera, nyosha Wanalindi, nyosha bendera, nyosha bendera, nyosha bendera, nyosha. We kama unampenda mama Samia piga kelele kidogo. We kama unaipenda Lindi yetu piga kelele kidogo. Na kama mnaitunza misitu yetu piga kelele kidogo. We yani mama mengi amevumilia, yani mama nguzo kwenye dunia, yani mama nikikumbuka nalia. Aliyempa mimba amemkimbia, kwa tabu sana akavumilia. Mungu si Asumani, mama kajifungua. Mikono yake ilikuwa bembea, kifua chake kilikuwa kitanda, na nguo zake zilikuwa zako, maziwa yake yalikuwa chakula chako. Eti leo unamdharau mama, leo umeiona dunia unamdharau mama. Kama unampenda baba Mchimbi piga kelele kidogo. Kama unaipenda Zazaliki piga kelele kidogo. Hebu kamata, kamata. Mimi najua mkuu wetu wa mkoa ni mwanamke, si ndio? Na hii nyimbo ni ya kwake, si ndio? Kwa nini asije kucheza na sisi? Aje asije. Nipe mziki manuva. Aya mlete, mama mlete, mama mlete, mama mlete, mama mlete, mama mlete. Anakuja, anakuja. Nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono hivi. Haya tena mama, anacha, 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 anacha. Niangalieni mimi. Haya tuje mbele 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 mbele. Tuje mbele. Hapo hapo, hapo hapo. Nyosha mkono wako hivi. Nyosha mkono wako hivi. Nyosha mkono wako hivi. 1, 2, 3. Wote twende. Ha 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 ha. Yani mama mengi amevumilia, yani mama nguzo kwenye dunia, yani mama nikikumbuka nalia. Aliyempa mimba amemkimbia, kwa tabu sana amevumilia. Mungu si Asumani, mama kajifungua. Mikono yake ilikuwa bembea, kifua chake kilikuwa kitanda, na nguo zake zilikuwa zako, maziwa yake alikuwa chakula chako. Eti leo umepata kazi unamdharau mama, leo umeiona dunia unamdharau mama. Kama unampenda mama yako piga kelele kidogo. Manuva, nipe kinanda hicho kwanza. Cheza ringa kwa kujidai. Cheza Mwanalindi, cheza. Cheza Mwanalindi, cheza. Tanzania imara, kazi iendelee. Ona nchi na ng'ara, vijana kwa wazee. Hakuna kurudi nyuma, tusonge mbele. Tanzania amani, tupe kipaumbele. Vijana tupendane, tushikamane, tusitengane. Mama Saluma oye! Asanteni sana kwa sababu ya muda. Asanteni sana Wanalindi. Naona Wamwera hawa makuu wameshaanza kugalagala.
Sasa naomba wasanii wetu kwa heshima, naomba mwende eneo la katikati hapo, alafu mmoja mmoja mwenda kwenda kupokea salamu za pongezi kwa mgeni wetu rasmi kikundi chetu. Subiri upate maelekezo kidogo. Wasanii wetu wote wawili, kiongozi wa kikundi cha burudani ameshakuja mbele. Asanteni sana kwa ukaribisho murwa kabisa. Wana Lindi, oye! Singekuwa kumeloa hapa, ingekuwa tabu kidogo. Haya. Kiongozi wetu wa kikundi cha burudani huyu wa kwanza. Simama hapo mbele ya mkuu, salimia. Haya, barobaro safi. Tuwashangilie wasanii wetu, tuwashangilie na wanapongezwa katika meza kuu. Safi. Na mheshimiwa mgeni rasmi, hatujamaliza bado, mambo yapo huku Lindi. Leo utashangaa na vijana wetu na vikundi vyetu. Kwa namna hiyo basi, wakina mama, naomba vigelegele vingi sana. Namkaribisha mheshimiwa mkuu wa mkoa sasa kwa salamu zake za mkoa. Karibu sana. Mheshimiwa Zainab Telak, asante kwa kushuka chini katika jukwaa hili na kushiriki na vijana na wananchi. Sasa tunakusikiliza. Karibu sana kwa salamu za mkoa. Lindi oye! Dr. Nchimbi oye! Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, ninaomba uniruhusu, kwa sababu watu wote walioko kwenye eneo hili wametambulishwa, nitambue uwepo wa meza kuu, nitambue uwepo wa viongozi wote ambao umeambatana nao, lakini kipekee nitambue wananchi wa mkoa wa Lindi. Na kwa sababu ya hali ya hewa tunayoiona, uniruhusu niendelee na salamu za mkoa. Kazi na utu. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wetu kwa kutujalia afya sote na uhai, tukaweza kushiriki kwenye zoezi leo, siku hii ya leo. Lakini kipekee nimshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kukusafirisha wewe mgeni wetu rasmi, pamoja na wageni wote ambao wametoka nje ya mkoa wetu, mkaweza kufika salama Lindi, na leo tuko pamoja hapa kwenye viwanja hivi vya Ilulu. Naomba nitumie nafasi hii kuwakaribisha sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana Lindi. Wageni wote mliotoka nje ya mkoa wa Lindi, karibuni sana Lindi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mkoa wa Lindi uko salama kabisa. Wananchi wanaendelea na shughuli zao za kilimo, na tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba umekuja jana wakakupokea bila mvua, lakini leo wakajua unakwenda kupanda mti. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mvua ikaja ya kutosha ili ule mti utakaouotesha pale uweze kuota vizuri na kupatikane kivuli kwa ajili ya watu watakao kwenda kutembelea wagonjwa, lakini na wagonjwa ambao watatamani kupata hewa wakiwa pale hospitali ya Sokoine. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niwashukuru Wizara ya Maliasili chini ya Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, Waziri wa Maliasili na Utalii, kwa kuupa heshima mkoa wetu kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya ya kitaifa. Kwetu hii ni fursa adhimu na muhimu
katika kujifunza, na tumejifunza kubadilishana uzoefu na kutambua mchango wa misitu na uchumi, uhifadhi wa mazingira, ekolojia na maendeleo endelevu. Jana kulikuwa na darasa hapa, Mheshimiwa Makamu wa Rais, wananchi wetu wamejifunza, tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wetu wa Lindi una wilaya 5, una halmashauri za wilaya 5 na manispaa 1, majimbo ya uchaguzi 8, vijiji 523 na vitongoji 2402. Lakini mkoa huu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, una ukubwa wa kilomita 67 za mraba, sawa na 7% ya eneo la nchi yetu. Mkoa wetu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, umebarikiwa kuwa na rasilimali kubwa ya misitu asili. Zaidi ya eneo 77,200 ya eneo lote la mkoa wetu limesheheni uoto wa asili ambao ni misitu na mapori. Mkoa huu unaunda sehemu ya pori la akiba la Selous, hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyerere, hifadhi za asili yani natural reserve ya Rondo na Pindiro. Kwa ujumla, maeneo ya misitu yaliyohifadhiwa kisheria ndani ya mkoa wetu ni hekta 1,058. Maeneo haya yanajumuisha misitu ya hifadhi za taifa, misitu ya vijiji, misitu ya mamlaka za serikali za mitaa, misitu ya mikoko katika mwambao wa bahari ya Hindi. Jumla ya misitu hiyo imegawanyika katika makundi matatu: misitu jamii ya miombo, misitu ya ukanda wa pwani coastal forest, na misitu ya mikoko mangrove forests. Na hasa ukitambua kwamba, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mkoa wa Lindi una eneo kubwa la ukanda wa pwani kuliko mikoa yote ambayo inapakana na bahari ya Hindi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na umuhimu wa mikoko katika ekolojia ya bahari na mazingira, uhifadhi wake unaendelea kuratibiwa vizuri. Eneo la mikoko lililohifadhiwa lina ukubwa wa zaidi ya hekta 27,660 zilizoko kwenye wilaya ya Lindi na Kilwa ambazo ndizo wilaya zinazopakana na bahari. Wakala wa huduma za misitu na halmashauri wameweka utaratibu wa kupanda hekta 13 kila mwaka. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kupitia mradi wa Bengo Sustainable Use of Mangrove, tayari zimepandwa hekta 33 sawa na miche 52,800, lakini na NORAD nao wamepanda hekta 30 kwenye vijiji vya Marendego na Somanga. Programu zote hizi za uhifadhi na uendelezaji wa mikoko zinakwenda sanjari na uanzishaji wa mtandao ya Community Based Organizations CBOs za kuhifadhi mikoko na vitalu vyenye miche 71,000 katika vijiji vya Marendego, Tingi na Mitukwao zimeshaandaliwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mkoa wa Lindi ni kati ya mikoa michache nchini ambayo imefanya vizuri katika utekelezaji wa dhana ya usimamizi shirikishi wa misitu, ambayo imewezesha kuanzishwa kwa hifadhi ya misitu ya jamii, Community Based Forest Management. Falsafa hii imesaidia jamii kushiriki katika kutenga, kuhifadhi na kutumia kiuendelevu rasilimali za misitu kwa shughuli za maendeleo. Kupitia programu hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, vijiji 106 vimeweza kutenga na kuhifadhi hekta 530,364 za misitu. Aidha, misitu 71 imeshakabidhiwa rasmi kwenye serikali za vijiji kwa ajili ya jamii kushiriki kwenye hifadhi na usimamizi wa misitu. Na hapa, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nilitamani nilete ombi kwako, kwa sababu watu wa carbon credit wako kwenye ofisi yako. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tulitamani hii misitu yetu 71 ambayo imetambuliwa na tayari ina GN nayo ingie kwenye utaratibu huu wa carbon credit. Ninaomba wataalamu wako waje Lindi
tuweze kushirikiana kwa pamoja, angalau tuweze kuingiza misitu hii kwenye uhifadhi huu na kwenye carbon credit ili waweze kunufaika na misitu wanayoitunza sasa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, misitu hii ya vijiji inachangia kwa kiasi kikubwa katika kuhifadhi ekolojia, utunzaji wa mazingira na maendeleo kwenye mkoa wetu. Miongoni mwa manufaa tunayoyapata ni pamoja na kusaidia kutatua changamoto ndani ya vijiji, ikiwemo kutengeneza madawati. Madawati yetu 85% yanatokana na mbao zinazotokana na misitu yetu ya asili. Lakini pia kupitia misitu ambayo kuna uvunaji endelevu na uvunaji ambao unazingatia utaratibu, miradi ya maendeleo kama vile ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya afya, maji, elimu na ofisi za vijiji imeendelea kutengenezwa. Lakini pia misitu hii imechangia kwenye programu za kusaidia wamama wajawazito kufikishwa hospitali kwa wakati. Kwa hiyo sisi tunaona misitu kwetu ni uchumi, misitu kwetu ni ya manufaa sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie fursa hii kuwashukuru wadau wetu. Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia programu zake za PFM, FOVAC na FOLAND. Niwashukuru pia taasisi za mashirika MCDI, WWF, TFCJ, Mjumita, Village Climate Solution Limited na wengineo kwa jitihada nzuri za uhifadhi na uchangiaji wa uchumi wa mkoa wetu kupitia sekta ya misitu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mapato yanayotokana na uvunaji endelevu wa rasilimali za misitu katika vijiji ni wastani wa shilingi bilioni 3.2 kwa mwaka, na mamlaka zetu za serikali za mitaa zinaingiza wastani wa milioni 257.4 kutokana na uvunaji kwenye vijiji na halmashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza takwa la kisera, mkoa wetu umeendelea na kampeni ya upandaji miti. Kwa mwaka 24-25 tuliweza kupanda miti milioni 5.7 sawa na 64% ya lengo la kupanda miti milioni 9. Miti iliyopandwa inajumlisha miti ya matunda, kivuli, mapambo na biashara. Tathmini iliyofanyika imebaini 88% ya miche inayopandwa inaweza kuota na inaendelea kukua vizuri. Tumekuwa tukifuatilia jinsi tunavyootesha miti, sio kupanda tu, lakini tunakwenda kuangalia imeota kwa kiasi gani ili hilo zoezi liweze kuwa na maana kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mvua ni baraka na naona mvua inaendelea. Na ule mti wako Mheshimiwa Makamu wa Rais ni dalili kwamba pamoja na miti milioni 3 iliyopandwa kwenye zoezi hili inakwenda kukua kwenye mkoa wetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nirudie kukukaribisha tena. Karibu sana Lindi. Karibu Lindi ya kijani. Sisi tuna mikorosho. Mikorosho peke yake ni misitu tosha. Naye nirudie kuwakaribisha wageni wetu wote. Karibuni sana Lindi. Lindi iko salama, Lindi ina amani. Karibuni tuendelee kujiunga pamoja kuotesha miti kwenye mikoa yetu. Nashukuru sana na naomba kwa kuwasilisha. Asante. Shangwe na vigelegele. Lindi ya maendeleo. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na sasa mabibi na mabwana, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nisikaribishe salamu fupi kutoka kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Lindi, na naomba nikukaribishe katika jukwaa hili Comrade Daudi Paul Msungu. Baada ya hapo tutakukaribisha mama yetu Mama Salma Kikwete, Mheshimiwa mbunge wa Mchinga na mwenyekiti wa bunge wa mkoa wa Lindi. Kabla ya kusikiliza salamu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Timotheo Mzava, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge la Ardhi, Maliasili na Utalii, umetambuliwa. Tutakaribisha salamu zako. Makofi sasa mabibi na bwana kwake Comrade Paul Msungu. Daudi Paul Msungu, karibu. Lindi oye! Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Daktari Ashantu Kijaji, Waziri wa Maliasili na Utalii, waheshimiwa viongozi, meza kuu, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimepewa heshima ya kutoa salamu kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Lindi na kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa CCM mkoa Alhaji Hassan Jarufu ambaye yuko nje kwa shughuli binafsi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, na mimi niungane na wenzangu kukaribisha katika mkoa wetu wa Lindi. Karibu sana mkoa wetu wa Lindi, mkoa ambao kichama tunazo wilaya 6, tunayo majimbo 8 na kata 152. Mheshimiwa Makamu wa Rais, majimbo yote na kata zote ziko chini ya Chama cha Mapinduzi. Tunaendelea kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Lindi kwa kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi kuweza kuongoza serikali. Lakini la pili, nichukue fursa hii Makamu wa Rais kukupongeza wewe binafsi kwa kuaminiwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea mwenza, na sasa tunakula matunda ya wewe kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lindi oye! Mheshimiwa Makamu wa Rais, leo tunaadhimisha siku ya misitu duniani pamoja na kampeni ya upandaji miti katika mkoa wetu wa Lindi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tufikishie salamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupa heshima hii kwa tukio hili kufanyika katika mkoa wetu wa Lindi. Tunaamini halijatokea hili kwa bahati mbaya, kwa sababu mkoa wetu wa Lindi ni mkoa wa 3 kwa ukubwa, tukiwa na eneo la kilomita za mraba 66,040, na kama alivyosema mkuu wa mkoa, robo ya eneo letu square ya kilomita 18,000 ni sehemu ya msitu. Lakini kikubwa zaidi, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sehemu hii ya msitu tayari imeshaorodheshwa na Umoja wa Kimataifa inayoshughulikia masuala ya sayansi, elimu na utamaduni kama sehemu ya urithi wa dunia. Hii ni fahari kwetu na credibility kubwa sana katika mkoa wetu wa Lindi. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeeleza dhahiri dhamira yake ya kuweza kulinda mazingira yetu katika sura ya 2 ibara ya kwanza 310 ukurasa wa 20. Chama cha Mapinduzi imeweka bayana namna ambavyo tumejidhatiti katika kukabiliana na ukame, na ndio maana imeelekeza kwamba kila mwaka tutakuwa na dhumuni la kupanda miti 1,500,000. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikupe habari, kipindi tunasherehekea miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi, tulitoa maelekezo katika wilaya zetu tupande miti ili kuendelea kutimiza ahadi yetu katika ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030, kuiona Tanzania ikiwa ya kijani kama ilivyokuwa rangi ya Chama cha Mapinduzi. Lindi oye! Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana Lindi. Kwa sababu ya muda na hali, basi nikushukuru sana. Karibu Lindi, asanteni sana. Lindi oye! Oye! Kazi na utu. Asanteni sana. Asante. Kwa usahihi najirekebisha, ni kaimu mwenyekiti Chama cha Mapinduzi mkoa wa Lindi. Asante Comrade Daudi Paul Msungu. Na sasa shangwe na vigelegele ziambatane na makofi navyomkaribisha Mama Salma Kikwete, Mheshimiwa mbunge wa Mchinga. Karibu sana mwenyekiti wa wabunge mkoa wa Lindi. Lindi oye! Siku ya misitu ulimwenguni oye! Daktari Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye! Wakina mama vigeregere!
wakina baba nguruma. Mumemwona makamu wa rais? Asanteni sana. Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mungu. Hatimaye nitambue uwepo wa Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi. Nitambue vile vile uwepo wa Mheshimiwa Waziri wa Misitu Dr. Shatu Kijaji. Nitambue uwepo wa Mheshimiwa Zainab Telak, mkuu wa mkoa wetu wa Lindi. Halikadhalika nitambue mwakilishi wa chama chetu cha Mapinduzi, meza kuu yote, waheshimiwa wabunge wenzangu, wananchi wote wa mkoa wa Lindi na wale wa mikoa ya jirani, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Nimesimama hapa kwa niaba ya wabunge kutoka mkoa wetu wa Lindi. Wabunge wa mkoa wa Lindi wanakukaribisha sana Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi katika siku hii muhimu sana ulimwenguni na kwa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wanakukaribisha kwa moyo mkunjufu na wanasema wako pamoja na wewe Makamu wa Rais, wako pamoja na Daktari Samia Suluhu Hassan, wako pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge hawa wanakupongeza wewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushindi mkubwa uliopatikana tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Wananchi hawa au wabunge hawa, kwa sababu wabunge ni wawakilishi wa wananchi, kama ambavyo mkuu wa mkoa amesema, ametaja majimbo yaliyopo ndani ya mkoa wetu, na bahati nzuri kabisa wilaya zetu au majimbo yetu yote yako chini ya Chama cha Mapinduzi. Kokote utakapokwenda Mheshimiwa Makamu wa Rais, bado tunakisemea na tunakipambania chama chetu, Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Pamoja sio shughuli ya Chama cha Mapinduzi, lakini hatuwezi kusimama hapa bila kukitaja Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa, leo tuko kwenye siku ya misitu duniani. Misitu ndiyo kila kitu. Hauwezi kusema maji ni uhai kama hakuna misitu. Hauwezi kusema watu watakuwepo kwenye ulimwengu huu bila ya misitu. Kutokuwepo kwa misitu ni kutokuwepo kwa viumbe vyote. Kwa nini ninasema haya? Kwa sababu kubwa moja ya msingi. Misitu ndiyo inayotoa hewa ya carbon, hewa ya oxygen, na sisi wanadamu tunatoa hewa ya carbon. Sasa hizi hewa zinategemeana. Bila ya kuwepo kwa oksijeni hakuna maisha. Tanzania oye! Kwa hiyo misitu ni jambo la msingi. Tunaipongeza sana siku ya leo kufanyika ndani ya mkoa wetu wa Lindi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakuomba tufikishie salamu zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Lakini kubwa ambalo waheshimiwa wabunge wameniagiza, wamesema kwamba kwa sababu wewe ni mjumbe wa kamati kuu, wewe ni mjumbe wa kamati kuu, waheshimiwa wabunge hawa wanakuomba au tunakuomba, Lindi kama mikoa mingine miongoni mwa mikoa 26 ya Tanzania bara, tunakuomba Mheshimiwa Makamu wa Rais, umeme wa gridi ya taifa ili kuweza kutatua changamoto ndani ya mkoa wetu wa Lindi. Baada ya kuyasema hayo kwa niaba ya waheshimiwa wabunge, na kutakia kila laheri wewe, na mtakia vile vile kila laheri Mheshimiwa Shatu Kijaji na viongozi wote mlioambatana kwenye shughuli kubwa ya leo ya misitu. Mwenyezi Mungu awarudishe salama ili tuendelee na kazi za ujenzi wa taifa letu la Tanzania. Kazi na utu. Nasonga mbele. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nasi tunakushukuru sana. Asante Mheshimiwa mbunge wa Mchinga, Mama Salma Kikwete. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na bwana, salamu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Timotheo Mzava, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii, tunakukaribisha sana. Kwa salamu fupi, washirika wetu wa TBC, ITV na ambao mmejiunga, tunakwenda sambamba. Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Ashatu Kijaji, mbunge, waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Kaspar Muya, mbunge, naibu waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Zainab Telak, mkuu wa mkoa wa Lindi, ndugu Mkoba Mabula, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Comrade Daudi Msungo, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa wilaya zote za mkoa wa Lindi mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa viongozi na watendaji wa serikali, wizara na taasisi, ndugu wananchi wa mkoa wa Lindi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na pilika za kazi, lakini afanyaye kwa bidii kila siku bila kufa moyo, huyo ameigeuza ndoto kwa ushindi wake. Kazi ni kipimo cha utu, wahenga walisema. Mwanadamu anayesubiri kujipatia kama kinda la ndege amejikosesha utu. Anayedeka kwenye kazi na kusubiri kitonga amejivua taji la utu. TBC inakupa taadhima wewe, mtu wa kazi, kiumbe cha kazi, utiririka jasho kwa ajili yako na familia, unajibangua bongo kwa taifa lako, unayepambana kuibadili jana kuwa leo yenye heshima. Tunamulika miradi ya kimkakati inayomrahisishia mjasiriamali mdogo, mfanyakazi mwenye side hustles, wakuu wa bodaboda na bajaji, muungwana anayeponda kokoto kujitafuta, mwokota makopo unayeipendezesha mitaa, na kila kusuka, kunyoa, kufuma hata kudance. Tutagonga hodi langoni mwako, twaiomba karibu yako, tupeane michongo ya kazi. Unaangalia TBC1, ukweli na uhakika.